Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niwakaribishe ndugu zangu waandishi wa habari kwenye mkutano huu ambao unafanyika hapa makao makuu ya klabu yetu ya Yanga Jangwani jijini Dar es Salaam. Lakini pia niwakaribishe wale wote ambao wanafuatilia mubashara matangazo haya kutokea hapa Jangwani kupitia vyombo mbalimbali vya habari ambavyo tuko navyo hapa. Wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga, najua wako na shauku kubwa kutaka kujua uongozi wao unazungumza nini asubuhi ya leo. Kizingatia siku ya jana tumetoka kupata matokeo mazuri kwenye kombe la CRDB Federation Cup, na Mwenyezi Mungu ametujalia tumeingia kwenye hatua ya 16 bora. Kutokea pale program ambayo imetangazwa, tunafahamu tunaingia kwenye mapumziko ya FIFA break. Hivyo kuna baadhi ya wachezaji wa kikosi chetu cha Yanga wamepata nafasi ya kuitwa kwenye majukumu yao ya timu ya taifa. Baadaye kidogo inshallah tutatoa taarifa kamili ya wachezaji wote ambao wameitwa kwenye majukumu ya timu za taifa kwenye mapumziko haya ya kalenda ya FIFA. Jambo la msingi ambalo limefanya tuwaite leo hapa ndugu zangu waandishi wa habari, siku ya leo tarehe 13 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, wote mnafahamu tupo ndani ya ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia tupo na ibada pia hapa ya Kwaresma. Kwa hiyo leo siku ya tarehe 13, uongozi wa klabu yetu Young Africans umeandaa iftari maalum kwa ajili ya wadau wake mbalimbali ambao tumekuwa tukishirikiana nao katika shughuli zetu za kila siku za kimpira za uendeshaji wa klabu yetu. Wadau ambao wamealikwa, nafahamu wako tayari, watu wameshaanza kupata mialiko kupitia namba zao za simu na wengine kupelekewa, lakini kubwa tumelenga kuwaalika wadau wote ambao tunashirikiana nao. Hapa nitataja baadhi ambao tumewaalika siku ya leo kwenye iftari hii, na naamini itakuwa ni iftari ambayo tutakutana watu wa mpira, tutazungumza mambo ya mpira, lakini pia tutazungumza na kupata fursa ya kuombea pia mpira wetu kwenye kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kuwaombea pia viongozi wetu wote, wadau wote ambao tunashirikiana nao. Tumewaalika pia wachambuzi mbalimbali, sababu tumeona hivi karibuni wachambuzi mmekuwa mkomoto kweli kwenye kuchambua, mnafanya kazi nzuri kwenye kupromote mpira. Hasa leo tumewaletea wadau wote karibu. Msichambulie mbali, leo mchambulie karibu pale. Kwa upande wa wasemaji, tumeanza kumwalika msemaji mkuu kabisa ambaye ndio anasemea kwenye taasisi kubwa, Clifford Mario Ndimbo kutoka TFF. Tumewalika pia Karim Buimanda kutoka bodi ya ligi. Tumewalika pia wasemaji wa timu nyingine. Nimetoka kumwalika hapa ndugu yangu Ahmed Ali. Nimemtumia mwaliko asubuhi, akanijibu kwamba yeye leo atakuja na watu wawili. Uendeshaji ya ligi. Kamati ya maadili hatujaialika. Bodi ya ligi tumewalika. Hapana, sisi Yanga kwanza hatuna mgogoro na taasisi yote. Yanga haina mgogoro na bodi ya ligi, Yanga haina mgogoro na kamati inayoendesha ligi, Yanga haina mgogoro na TFF, Yanga haina mgogoro na taasisi yote. Yanga Afrika inasimamia misingi na utaratibu ambao taasisi hii tumekubaliana tuifuate. Kwa katika misingi hiyo tukitokea tumekutana katikati, haimaanishi ni mgogoro. Inamaanisha tunatafuta namna ambavyo taasisi hii katika misingi yake na miongozo yake inaamini inafaa na inatakiwa iwe hivyo. Kwa sisi pesa hatuna shida na mtu, maana tunawaalika kila mtu. Sisi tuna misingi yetu ambayo tunaifuatilia. Hatuna shida na mtu yote sisi. Wala hatuna shida na taasisi yote. Ila unapokuja swala lenye interest na klabu yetu na tukaona jambo hili watakiwa tulisimamie, tutalisimamia. Lakini haimaanishi tunaposimamia jambo letu sisi tuna ugomvi na wewe au tuna ugomvi na taasisi fulani. Sisi tunasimamia misingi ambayo tumekubaliana kwa vile ambavyo tunaona kama Young Africans zinatakiwa iwe.
haina maana yoyote kwamba tuna mgogoro na mtu au tunataka kumlainisha mtu, hapana. Ni iftar, tunafuturu na maisha mengine yataendelea baada ya hapo. Sisi kama taasisi hatuna mgogoro na mtu yoyote na hatuna mgogoro na taasisi yoyote ya kimpira. Ila kama taasisi inapotokea tunasimamia misingi yetu na taasisi yako ikawa kwenye hiyo njia ya kusimamia misingi yetu, sisi hapo lazima tutakutana. Lakini haimaanishi kwenye makutano yetu hapo kuna shida. Hapo kuna vitu vya kufuatwa kwa mujibu wa kanuni, sheria ambazo zinatuongoza wote ambao tupo kwenye mpira. Kwa hiyo sisi hatujisikii vibaya mtu anapotuongoza kwenye sheria na kanuni na misingi ya haki inavyotaka, na tunaamini na mtu mwingine hatajisikia vibaya pindi ambako Yanga Afrika inakwenda kwenye misingi ya sheria, kanuni na taratibu inapotaka. Kwa hiyo hatuna shida na mtu yote. Sisi tumetangaza msimamo wa taasisi ambao tunaamini kabisa ni msimamo sahihi na unatakiwa ufuatwe hapa. Basi hiyo haimaanishi kwamba tuna shida na mtu yote. Tunaweza kuwa na msimamo wetu kama taasisi na maisha mengine yakaendelea. Kwa lile la msimamo wetu halijabadilika shehe. Tukafuturu kutoka leo mpaka chungu cha 30, yani tunafuturu pamoja tu. Msimamo wa Yanga kwenye misingi ambayo imeamua kuisimamia haijabadilika na iko pale pale. Lakini leo ni jambo la ibada, ni jambo ambalo tumeona kama club tuite stakeholders wengine wa mpira, tuje tupate iftari pamoja, tupate na kunywa mfunga bwana. Tupo kwenye 10 la nini ile Alwatan? 12 ni 10 la maghfira, si ndio? Kila mtu anapata nafasi ya kukutana, kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu wako. Kwa hiyo hii ni jambo la ibada. Halihusianishi kabisa na operation za kila siku za taasisi yetu na taasisi nyingine. Na ndio maana mialiko imekwenda individual na mialiko mingine imekwenda kwa taasisi kwa taasisi. Lengo letu ni kuona kwamba watu wanakutana, wanapata iftar, tunafanya ibada pamoja. Lakini haimaanishi kwamba tukiwa tunafuturu pale eti ndo msingi au msimamo wa Yanga unakuwa umebadilika. Msimamo wa Yanga Sheikh umeshatoka na uko public na ndio umebakia hapo hapo. Hakuna kilichobadilika, hata koma au nukta kufutika hakuna. Ndio ule ule. Ila tutafuturu pamoja leo inshallah. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.